Hapa tunaye Donald Trump, rais wa Marekani. Mwangalie hapa katika jaribio ambalo tumeambiwa lilikuwa ni jaribio la kuuawa. Na hili halikufanyika White House Marekani, hapana. Lilifanyika kwenye hoteli ya Hilltop Hotel huko Washington, ambapo ni hafla iliyoandaliwa na umoja wa waandishi wa habari wa White House. Kwa hiyo Donald Trump alialikwa, si mara nyingi sana alikuwaga anakwenda kwenye matukio kama haya, kwa sababu kama unavyomjua Donald Trump amekuwa ni mbaguzi kidogo kwenye swala la waandishi wa habari. Lakini hii ni habari ambayo kama vyoiona hapa kuwa Donald Trump amefanyiwa majaribio ya kuuawa. Sasa je, imekuwaje? Na nataka unielewe vizuri, kwa sababu inaunganishaje hii na upande huu wa Mali pamoja na Burkina Faso au ukanda wa Sahel. Hili ni tukio linaunganishaje? Ndugu zanguni, natakiwa muelewe kitu kimoja kuwa tumekuwa tunasikia mambo mengi sana, na kuanzia 2024 inakuwa ni mara ya 3 kwa rais wa Marekani Donald Trump kutaka kuuawa. Kwanza 2024 akiwa kwenye kampeni, lakini na mara nyingine tena, alafu hii ni ya 3. Kwa kuna michezo ambayo waga wanaita spin doctor. Na spin doctor ni michezo ya namna gani? Na ni wakati dunia ambapo imeelekea upande mmoja, dunia inaangalia eneo moja, basi waga wanafanya kitu kinajulikana kama spin doctor, kuwahamisha walimwengu katika kile ambacho kinaendelea. Kwa mfano ukiangalia mazungumzo yaliyotakiwa yawepo kati ya Marekani na Iran. Marekani kwanza haikutuma wajumbe, maana huku Islamabad nchini Pakistan, baada ya kuwa Iran ilikataa kuwa hatutashiriki kwenye hayo mazungumzo. Kwa hiyo tuachane na hilo, maana hilo sio, lakini na lenyewe ni miongoni mwa, kwa sababu nyumbani kule Marekani Donald Trump watu wengi sana amepoteza ushawishi sana kwao. Na ukiangalia ni 30% tu ndio inamsapoti kuendelea na vita vinavyoendelea pale Iran, kati ya Marekani na Iran. Sasa tunakuja huku upande wa Afrika. Upande wa Afrika hasa katika taifa la Mali kulikuwa kunatokea mapinduzi ya kutaka kumpindua rais wa Mali Assimi Goita katika miji 5 tofauti ndani ya Mali. Kumetokea hayo mapinduzi, ambayo mapinduzi haya yalikuwa yanaratibiwa vizuri sana na vikundi vya kigaidi, ikiwemo Tuareg, na fikiri mnaifahamu Tuareg group, ambayo ilihama kutoka Libya na ikaenda mpaka upande huu wa Mali, wakataka wajitenge wawe na empire ya kwao. Na hii ni baada ya Gaddafi kuuawa pale Libya, kwa sababu unajua Gaddafi alipouawa, basi Libya ikageuka kuwa ni jiko la kupika makundi ya kigaidi, kageuka kuwa ni pango la wanyang'anyi pale Libya. Kwa hiyo matokeo yake yakawa ili kundi likahama, kundi la Tuareg kwenda kule, lakini kwa ushirikiano na kundi lingine la Al-Qaeda. Sasa inaingilianaje hapa na kutaka kuuawa kwa Donald Trump? Mimi ninachokiamini, naamini kitu kimoja, hii ni michezo. Donald Trump alitaka kuzima hiki kinachoendelea huko Afrika, kwa sababu ni mapinduzi yaliyokuwa yamepangwa yapinduliwe kiongozi huyu Assimi Goita apinduliwe. Na kitu kimoja ambacho ni cha ajabu kidogo, unaona nimeona huyu rais wa Palestina anaitwa Abbas Mahmoud ametuma salamu kwa Donald Trump kumtakia salamu za heri kwa jaribio hilo kukoswakoswa kuuawa. Kumbuka huyu ni rais wa Palestina, lakini rais huyu hatukuwahi kumwona akituma salamu kwa taifa la Irani kwa kuuliwa kiongozi wao mkuu Ayatollah Said al-Khamenei. Na hata huko Marekani utaona viongozi wengi wa dunia wanaanza kumtumia salamu hizo za pongezi, sisi tunaita au pole, salamu za pole kwa Donald Trump kwa hilo jaribio la mauaji ambalo wamelipanga wao wenyewe. Na tunakumbuka 2024 Donald Trump alikuwa anatafuta ile tunaita sympathy vote, kura ya huruma. Kwa sababu kuwa unaona, maana ndio wenzetu wanachezaga hivyo, na
mambo yanakaa namna hiyo. Kwa hiyo utaona viongozi wengi wanaanza kutuma salamu za pole kwa Donald Trump kwa jaribio tu la mauaji, lakini hawa viongozi hujawaona wakiwatumia Irani salamu za pole, kuwapa taifa la Irani pole kwa mauaji yaliyotokea pale, ambayo Marekani alimuua huyu kiongozi mkuu wa Irani. Okay, tuachane na hayo, turudi sasa huku kwetu huko Afrika. Ujue kuwa baada ya mapinduzi yaliyotokea katika haya mataifa matatu ya ukanda wa Sahel, ambapo mataifa haya sasa unaona kuna Burkina Faso, kuna Mali, alafu kuna Niger, lakini taifa ambalo lilianza kabisa ilikuwa ni Mali, alafu baadaye ikafuata Burkina Faso na baadaye ikafuata Niger. Haya ndio yalikuwa mataifa matatu ambayo kwenye ukanda wa Saheli wameamua kweli kufanya ya kwao. Na baada ya hapo, kumbuke juzi hapa sasa Captain Ibrahim Traore wakaanzisha ambayo tunaita ni NATO ya huko upande wa huo ukanda wa Sahel. NATO hii ambayo sasa wameianzisha kwa ajili gani? Ni kwa ajili ya kulinda haya mataifa yao matatu. Kukawa kumetokea ndani ya miji mitano ndani ya Mali pale, makundi haya ya kigaidi yaliingia, ambayo makundi haya pia kumbuka ni makundi ambayo yamekuwa yakipewa mafunzo na askari kutokea Ukraine pamoja na Ufaransa. Hiyo iko wazi, kwa sababu kumbuke huko haya mataifa anayeyasaidia haya mataifa sio mwingine, ni Vladimir Putin. Na kuambia hivyo kwa sababu gani? Okay, unaona mfano hawa Marekani wana hii kitu inaitwa AFRICOM. AFRICOM ni kambi za jeshi la Marekani zilizoko huko Afrika. Ambapo tunakumbuka yule aliyekuwa ameteuliwa kuwa general wa nyota 4 alikuwa anajulikana kama nani, yule Michael Langley, ambaye alisema inabidi Ibrahim Traore akamatwe kwa sababu anatumia rasilimali za Burkina Faso au dhahabu ya Burkina Faso kujinufaisha yeye ili aendelee kubaki madarakani. Nadhani mnakumbuka. Ndio nataka sasa kukuunganishia dote hapa. Kumbuka huyu alikuwa ni general wa AFRICOM, Michael Elliott Langley, akasema kuwa Ibrahim Traore inabidi akamatwe kwa sababu anatumia vibaya mali za Burkina Faso kwa ajili ya kujinufaisha na ili aendelee kubakia madarakani. Kwa wakasema huyu ni dikteta. Kwa hawajaacha kufanya hivyo. Kumbuka haya makoloni ni makoloni ya ndugu yao ambaye ni Mfaransa. Yalikuwa makoloni ya Mfaransa ambayo sasa yamenyang'anywa na hawa wa Afrika au viongozi wa Afrika walioko kwenye zile nchi. Wanataka sasa rasilimali ziweze kuwasaidia wananchi na sio kunufaisha mabeberu, na ziweze kuweko pale. Kwa hiyo sasa kuna kundi kule linajulikana kama African Corps Army Personnel, ambalo kundi hili ni askari kutokea Urusi. Na hawa askari kwa kushirikiana sasa na askari hawa wa Mali wamefanya kazi kubwa sana, kazi kubwa mno ya kuhakikisha hawa magaidi basi wanawadhibiti, na wamewadhibiti pakubwa sana. Na picha hizo hatuwezi kuzionyesha hapa kwa sababu ya sheria hizi za YouTube, nafikiri unajua, lakini mpaka imefika mahali mpaka hawa raia wanawachukua wale magaidi ambao wamekamatwa, wanawaburuza hivi mtaani, yani waburuza kama wanaburuza mfuko vile. Lakini ni kutokana na ushirika mzuri sana wa hawa askari kutokea Urusi pamoja na askari wa jeshi hili la Mali, ndivyo. Lakini kitu kilichonishangaza kidogo ni kitu kimoja, kwa sababu wakati tu immediately lile tukio limetokea tu pale tayari tukaona BBC wameshaanza kutangaza. Ila BBC ambacho hawajatangaza namna ambavyo serikali ya Mali imedili na ule ugaidi na kufanya hali imerudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hili limefeli huku, kule Marekani kunapangwa vitu vingine. Sio kama unanielewa? Kwa sababu hili limefeli huku, Marekani kunapangwa vitu vingine ili kuiondoa dunia katika haya yanayoendelea huku ambayo wanayafanya hawa watu wa nini? Watu wa magharibi. Ndio maana nimekuambia sababu ni nyingi, hasa katika sababu mbili kutakuwa na sababu ya huku Mali, mapinduzi yaliyofeli,
kwa sababu pale Mali ingeanguka, nani angefuata? Lazima ingekuwa ni Burkina Faso, na ukumbuke watu wa magharibi wanamwangalia sana Captain Ibrahim Traore, ndo wanaona ni kama kinara wao wa hawa watu wa hii West Africa, hii Afrika Magharibi au ukanda ule wa Sahel, kama yeye ndo influencer mkubwa sana. Kwa hiyo wanakuaga na kauli moja ya wazungu wanasemaga, kill one person terrify 1000 people. Uwa mtu mmoja watishie watu 1000. Wasijaribu kufanya hicho ambacho wanaona mwenzao waliuawa kwacho. Kwa ndio maana ndugu zanguni, mambo yako hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Putin ndo amekuwa anawasaidia hawa mabwana, na kwa sababu kumekuwa na ushirika mzuri kati ya haya mataifa na Urusi, basi nakumbuka Urusi tena yuko vitani na Ukraine, na Mfaransa anamsaidia Ukraine, na Urusi huko anasaidia hawa, ambapo Mfaransa amenyang'anywa makazi yake. Ndio maana unakumbuka kipindi fulani Emmanuel Macron alikuwa na hasira kweli, ungedhani maana alisema kuwa tunatakiwa tuingie kwa nguvu zote twende tukaivamia Urusi. Ungedhani kuwa na huruma sana labda na raia wa Ukraine, lakini si kweli. Ni kwa sababu ya makoloni yake yaliyonyang'anywa huku upande wa West Africa. Kwa baada ya hapo sasa ni nini kilichofuata? Ikabidi Ukraine watoe wanajeshi kwenda kutraini wale magaidi walioko pale Mali kwa ajili ya kupindua serikali ya Mali. Na hatimaye, maana wamekuwa kwenye training muda mrefu, na hatimaye sasa mikoa 5 ndani ya Mali. Lakini kwa sasa hali imekaa sawa, kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana ili jeshi kutokea Urusi, lakini kwa kushirikiana pia na jeshi la Mali pale wamefanya kazi kubwa sana, kitu ambacho sasa hakiripotiwi kwenye vyombo vya habari vya kimagharibi. Lakini angepinduliwa Assimi Goita wangeripoti. Na kwenye haya mashambulizi wamemuondoa mtu muhimu sana, waziri wa ulinzi, ambaye amepambana sana na haya makundi ya kigaidi na amepigwa risasi. Kwa hiyo ni tafrani kidogo imetokea huko, lakini ndivyo hivyo. Kwa hiyo sasa ukiangalia crisis ya mafuta duniani kutokana na hiki ambacho Donald Trump amekuwa akikifanya, hii nilikuwa nakuambia kuwa alikuwa anasema ule mlango bahari wa uamuzi unahitaji bilioni 2 dola za Kimarekani kila siku kwa ajili ya kufungua. Mbona mwanzo ulikuwa wazi? Lakini haongelei source ni nini mpaka mlango ule ukafungwa. Ndio angetakiwa adili na chanzo cha kwa nini mlango huu ulifungwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni ndivyo hivyo, tunaishi kwenye dunia ambayo ina mambo mengi kweli kweli. Kwa hiyo wale wa Ukraine walikuwa askari wa Ukraine walikuwa na train makundi ya kigaidi pale kwa ajili ya kudestabilize amani ya Mali, lakini wamedhibitiwa. Asanteni sana, ninawashukuru wana IBM channel. Shukran.